kwamba leo niko na Kenzo Beat na mengi zaidi ambayo unatamani kuyafahamu kuhusu yeye, basi sisi tuko naye hapa kwa sababu malalamiko yalikuwa mengi sana, watu wanasikiliza ngoma lakini hawamjui producer mwenyewe wa hizo ngoma. Mzee, mambo vipi? Fresh saizi. Shwari, mambo ni mazuri Salama kabisa. Kuna mtu sasa hivi anakusikiliza kupitia The Vibe Show, anatamani kufahamu zaidi kuhusu Kenzo Beat. Kwanza nianze kwa ufupi. Mimi majina yangu naitwa Omari Saifu. Kwa majina ya kisanaa au majina ambayo natumia kwenye muziki. Na zamani nilikuwa natumia DJ Omi, ila baadaye nikabadilisha baada ya kujiongeza kidogo. Kwa sababu mimi sio DJ. Kwa hiyo nikasema ngoja hili jina niliache. Kwa hiyo kwa sasa hivi naitwa It is Kenzo Beat, au unaweza kaniita tu Kenzo Beat. Ulikuwa una ndoto ya kuwa DJ ndio maana ukaamua kujiita DJ Omi, au ndio vitu viliamua kuchange angani? Kwa ufupi kwanza nianze tu muziki bwana ulianzia mbali mpaka napozungumzia mpaka sasa hivi. Kwa sababu mimi kwanza kakaangu ni mshikaji mmoja hivi anaitwa Black C ipo Mtwara na yeye ni producer. Kwa hiyo mimi kipindi niko mdogo nilikuwa namuona yeye anafanya hizi kazi. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kitu ambacho anakifanya. Baada ya kumuona sasa mimi kati nilikuwa yeye tukaachana, yeye ipo Mtwara mimi nipo Lindi. Kwa hiyo nilivyoanza nikasema hiki kitu mbona kama kizuri. Ngoja nianze. Kwa hiyo baada ya kuanza nikaanza kama DJ napiga, unajua vitu vya kupiga tu. Nikapiga tu kelele muziki nini. Ila kadri ninavyozidi kwenda akilini mwangu sitaki kuwa DJ. Ila nilianza kuwa DJ kwa sababu nikitaka nipate uzoefu wa hivyo vitu vipoje na mienendo yake ipo vipi. Ndio kwa nikaanza kuwa DJ na baadaye sasa hivi mpaka nimekuwa producer. Beat ya kwanza unaipiga ni mtu gani ambaye ulimshirikisha na akasema yes this is wonderful? Kwa mtu wa kwanza kwa sababu nilitokea kwenye udj kwa watu wengi ambao walikuwa wamenizunguka ni watu ambao walikuwa wanaimba singeli, na mpaka sasa hivi watu wengi ambao nimewafanyia kazi ni watu asilimia kubwa ni watu wa singeli. Kwa sababu watu ambao wamenizunguka kwa upande wangu mimi wengi wanaimba singeli. Kwa mtu wa kwanza kumfanyia hiyo kazi mpaka kanikubali siwezi kumkumbuka, lakini kuna labda wengi nimewafanyia, ila sasa wengine ni underground, ila kidogo ambaye mtu ana jina akasema hapana huyu mtu sahihi ni One Square. Pius yule One Square. Pesangani. Pesangani kwa maana anajulikana kwa jina hilo. Na ilichukua muda gani mpaka kazi ya Pesangani ikawa tayari imekamilika? Kwa kazi ya Pesangani, hiyo kazi kiukweli ina story ndefu sana, na mtu ambaye ndio amenisaidia sana mpaka sasa hivi mnaponiona au mpaka naposikika jina langu kote linafahamika. Mimi nafanya kazi zangu, mimi ni mtu kwanza ni mtu wa library. Yule mshikaji One Square maana ni anafanya kazi za usafiri wa bodaboda, naendesha nini. Sasa ofisini kwangu alikuwa anapita mara kwa mara, ananikuta dogo nafanya vitu vile, natengeneza vitu nini, nafanya kazi zile. Kwa hiyo akanasikia huyu dogo mbona kama ana kitu, basi anapita siku akileta abiria anapita hivyo. Sasa siku moja ndo akasema hapana, leo ngoja niende, kwa sababu yule ni msanii na kitambo yule mshikaji ameanza kuimba ni muda mrefu sana. Akasema ngoja leo niende kwanza nikamsikize yule dogo ana kitu gani. Kweli akaja kwangu, vipi fresh hivyo vitu hivyo unavyopiga hivyo umejifunza mwenyewe au kuna umepiga tu vimerekodiwa na mtu roho kazi yako labda kupiga? Nikamwambia hamna blaza, mbona natengeneza na hizi kweli project zangu, angalia. Kweli akikagua kweli anaona kweli dogo ana kitu fulani hivi. Kweli nikamwambia kuna beat zangu fulani kadhaa zisikilize, alafu niambie wewe mwenyewe utapata kitu gani. Bas akasikiliza akasema kweli baadhi ya biti kama tatu vya kazipenda, akasema hizi nipe kwanza, nikafanyie kazi kwani nikazisikiliza vizuri nyumbani, kama nitapata kitu nitakuja kukujulisha. Kweli ameenda amesikiliza zile biti zile tatu, katika zile tatu moja ndio akaipenda, ndio ile Pesangani. Akaja akaniambia hii biti nimeipenda ndugu yangu, tena ni mzuri sana, kwa hiyo kama unaweza kuiweka sawa iweke hivi na mimi nitaimba hivi na hivi. Basi nikaichukua mimi ile nikaifanyia tena mastering na mixing kila kitu, nikakamilisha nikamkabidhi, akaenda kurekodi kwa Invisible. Kwa sababu kitu kingine maana labda nikiweke sawa, mimi unaweza ukaniita producer lakini mimi sio producer, kwa sababu mimi si rekodi sauti. Mimi kazi yangu ni beat, yani natengeneza tu beat, manake kwa professional zaidi unaweza ukaniita beat maker.